Vodacom, kazi ni kwako. Lakini vile vile rais wa TFF Jamali Malinzi ametoa tamko kali kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza leo, taarifa iliyokuwa imesambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba watakaohusika basi watapata adhabu kali ndani ya shirikisho hilo. Bwana, hivi karibuni issue kubwa ilikuwa ni upangaji matokeo katika ligi daraja la kwanza Tanzania bara, ambapo vilabu vinne vimeshushwa daraja na moja kati ya timu hizo ni Geita Gold Sports ya kule mkoani Geita. Sasa leo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Moses Nnauye alikuwa mkoani Geita na alipata nafasi ya kuzungumza na wadau, ambapo waligusia swala la adhabu zilizotolewa na kamati ya nidhamu ya TFF juu ya sakata hilo la upangaji matokeo. Na mimi hili nimehoji na nikirudi Dar es Salaam na nisome ripoti ile ya adhabu ya zile timu zinazosemwa zimepanga matokeo. Lakini hazikai timu kupanga matokeo, wanakaa viongozi kupanga matokeo. Kwa hiyo msingi wa mazungumzo unaanza na viongozi. Then kwa nini tunaadhibu timu nzima? Hii ndio inaleta shida sana. Kuna kila dalili kwamba kuna viongozi walikaa hapana, halafu wakawashawishi wachezaji watimize ule mpango, na inawezekana wachezaji wenyewe hata sentano pengine hawapewa. Lakini tunawadhibu mkoa mzima kwa upuuzi wa watu wawili watatu. Hiyo ndio kidogo si watetee, lakini nasema naifikiria kichwani. Inakuwa ni kwa sababu mnakuwa na viongozi ambao lengo lao sio mchezo. Hiyo ni kauli ya waziri mwenye dhamana ya michezo akiwa mkoani Geita kuhusiana na adhabu zilizotolewa hivi karibuni ambazo zinahusiana na upangaji wa matokeo. Adhabu zilikuwa nzuri sana kwa, na nafikiri tunaanza kuona matunda. Au nakumbuka alikuwa ni Alimayai yule, namkumbuka siku Jumapili, mimi sikuwepo hapa. Alisema hizo adhabu watu wakianza kureact, watu wataanza kureact baada zile za adhabu, tutapata ukweli wa nini kilichokuwa kinafanyika, wa kufahamu mambo mengi ambayo yako chini ya carpet. Na mheshimiwa waziri mimi naendelea kumpongeza binafsi, amekuwa akiniimpress na hasa hotuba zake kwa namna ambavyo amekuwa akikemea maovu yanayoendelea kwenye industry ya michezo Tanzania bila uoga, bila kupindisha maneno, na akizungumza fact. Nimpongeze pia kwa kufanya utafiti, maana wanasema no research no right to speak au biban. Bila kufanya utafiti au hutaki kuzungumza chochote kile ambacho yakifanyia utafiti. Anazungumza vitu ambavyo kabisa unahisi huyu mtu amekaa chini, amefanya utafiti, amegundua matatizo. Naye kama waziri ni jukumu lake, kwa lazima tumpongeze, lazima azungumze, na yupo kwenye kipindi kigumu cha kujaribu kuona wapi kuna mapungufu, ili baadaye Mungu akimjalia nguvu aweze kutafuta mbinu za kuondoa hayo matatizo. Kuna mauozo makubwa, rushwa ambazo zimekithiri kwenye hii tasnia ya michezo Tanzania, ndio imekuwa mipango kila siku tunapiga kelele hapa, tunaonekana wanafiki, tunaonekana wanafiki. Umeelewa? Na leo Watanzania mara nyingi, mimi kuna kauli moja ambao wanaambia, na naamini hata kama sitakuwepo duniani watanikumbuka siku moja. Umeelewa? Kwamba mara nyingi huwa Watanzania watu wanawahadaa. Umeelewa? Wanawaaminisha vitu ambavyo haviwezekaniki, vitu vya uongo, na wanawajaza, alafu na maskini Watanzania wanapokea na wanaamini, lakini pasipo kuambiwa ukweli kwamba sisi hatuwezi kufanikiwa kwenye tasnia ya michezo. Umeelewa? Na tuwezi kufanikiwa kwa sababu ya ujanja, bagumashi ambayo yapo, na watu ambao wapo kwenye mifumo hii ya tasnia ya michezo wamekuwa wakifumbia macho, na watu wengine wamekuwa na aibu kuyazungumza haya mambo, si ndio? Lakini kadri siku zinavyokwenda mbele watu wanaona. Leo wamekuja Ahali, wanakuja Esperance, bado tutaaminishwa kwamba tunaweza kuwatoa Ahali, kwamba mpira unadunda, lakini hauwezi kuwatoa Ahali kwa sababu Ahali wanacheza ligi ya ushindani, wanacheza ligi ambayo haina mipango. Umeelewa? Sisi huku mipango mingi. Umeelewa? Watu wanazurumu, watu wanaamua timu gani ipande, timu gani sishuke kwa kuonewa, na timu gani ishinde na timu gani sishinde. Umeelewa? Watu wanabeba manyanyoma kwapa, huku nafsi zao zikiwa zinajua ukweli kwamba ubingwa wamenunua, wamezurumu. Lakini lengo ni kuwaadawa Tanzania. Unajua wana mashabiki wengi nyuma yao, wanabichana, wanakufa kwa hizo timu. Umeelewa? Kuna watu wanapoteza maisha, wanadondoka kila siku, wanaanguka pale. Sisi tunaona game inachezwa watu Sasa wakati hao yakiendelea, leo taarifa kubwa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari ni sauti zinazosadikiwa ni za baadhi ya viongozi wa TFF wakipanga namna ya kuisaidia timu ya Geita Gold Sports kupanda ligi kuu msimu huu. Moja kati ya sauti hizo ni hii hapa. Bwana, hapa nakutana na muziki. Yaani ni muziki ambao mimi nasema tunaweza tukamaliza jambo.
Unaona viongozi wametuita na wametuonyesha situation ilivyo. Yaani huyu bwana kuna cheti ambacho amekileta. Hiki hapa ni kile cheti ambacho watu tunafanya usajili, unakumbuka kuna vitu tunaviambatanisha vile. Unaona ndio kilikuwa cheti chake. Lakini baada ya kuletwa kwenye kamati ya sheria na mambo ya ardhi sije ya wachezaji, akaleta cheti hiki. Wakapaniki, ikabidi watie. Sasa kwenye hivi vyeti, yani venyewe vinavyomaliza kesi, kwa sababu kuna udanganyifu kwenye hivi vyeti. Sawa. Jina la mama na huko linatofautiana. Jina la alipozaliwa hospitali, huko anasema Nzega, huko anasema Shinyanga. Unaona? Hii kaleta kwenye ardhi wakati ameleta huko kwa ajili ya kesi ile. Hiki hapa ni kile ambacho ndo kama unakumbuka kesi ya Nurdin Bakari na Simba wakati timu ya taifa ile tunamnani tukaambia vikaja kuonekana kule kwamba miaka ya huko na huko tofauti, na ndo mambo yalikuwa hapo. Hivi vinakinzana hivi afu vya mtu mmoja. Sasa bwana wakaniita, bwana jambo hili liko hivi. Na hili jambo sio dogo. Tunatakiwa tukae tuliangalie tunalifanyaje. Kwa sababu wapo wao wenyewe wanashughulikia hili, lakini likitoka hapa tena lina kamati, si ndio? Ulipo kwa maana secretary yes. Ni immigration. Harakishe wafanye kazi kwa haraka. Utaratibu wa immigrations leo inapeleka kesi ya mtu raia sio raia inaweza kuchukua 36. Sasa maana gerija anakuwa anacheza msimu ujao. Sasa kwa inabidi hili ifanywe kwa speed. Tunaandikia barua ambayo ni ya speed ya kuspeed up ile kesi. Lakini pamoja na barua kuspeed up ile kesi, tunataka tuwakamatie mkono. Sawa. Ni Sports Extra ya Clouds FM. Bwana, ile ilikuwa ni episode ya kwanza katika huo mchakato majadiliano ya kuonyesha nini kinafanyika nyuma ya pazia katika soka la Tanzania. Namna kumpata mtu atakayepanda daraja au atakayekuwa bingwa katika mashindano husika. Alafu akawakilisha taifa. Alafu baadaye watu wapige nyange. Tunampiga yule. Tunamchinja. Anakaa yule. Sasa hii ni sehemu ya pili ya mazungumzo hayo ya mipango ikiendelea. So far ndio hivyo, kama alikuwa anatoa breakdown sisi kwa udogo kwa jambo hili tulikuwa tumeangalia ili sende sawa. Ni jambo ambalo kifupi linaitwa kujilipua. Ili kujilipua. Yatasema hata ndio simama kwenye mstari kwa mambo kusaidia Geita, lazima na nini kujilipua. Sawa. Kama unaona kuna movement ya nani tofauti. Sawa. Niko kwenye kikao nipigie baadaye. Sasa kwa uchache tuchukue tunafikiria. Sijui unajua hii ya kumani ya kukadiria. Kwa hapa tunadhania kwamba ndani ya secretariat. Ni kazi kubwa kwa maana ya kiutaalamu wa kulishauri na kuleta hili sawa mpaka ilipofikia. Ndio maana ndani ya secretariat tayari pamoja na pale kwamba mlieleza, lakini kulikuwa na hizo document nyingine zingine za kuambia. Lakini tukiwa pembeni huko ni so kuna watu wanatoka huko anapiga simu pembeni. Kwa mfano nitaambia kuna watu wanatoa taarifa kwamba kuna Geita anafanya ABCDE zinamfikia kitumbo. Sasa kwa msiamini sana mkifanya mchezo kwa mshiriki bila mtu. Hata wa the next of command. Sasa hata mlikuwa na plan ya kuweka jiwe kidogo. Ni nzuri kwa maana kwa barabara. Hata mwaka jana watu walifanya plan hizo. Nakumbuka na nafikiri na mpaka Ndagala Iringa. Sababu zile zinaweza kusaidia tunakuwa na fair play. Sawa. Usio na mchezo wa ajabu. Watu watapata wabuzo na kwa show. Lakini tayari plan hizo anazo yeye kama mtu ambaye yuko Tabora. Zinatoka wapi? Maana yake kuna leakage information. Msivuvu trade na kufanya maamuzi ambayo sisi msiamini kila mtu. Sawa. Kwa sababu na usishe watu wenye nafasi zao kuwasaidia. Sasa wale wenye nafasi zao katika kuwasaidia inaweza ikavuja sana kuonekana watu hawa usifanya nao kazi kwa uaminifu. Umeelewa? Sasa kwenye hili katika secretariat tunaongea na watandika
hapa kuna katibu mkuu obvious. Sawa sawa. Kuna mwenyewe Juma hapa, pamoja hapa mkurugenzi wa mashindano na kuna msaidizi wangu competition officer na watu wa IT hapa na ndio tulikuwa nao tunatoa vitu yote kwa kushirikiana, lakini pia kuna watu ambao wa immigration wanakuwa na kadri karibu immigration ndio tunatarika naenda kudili na wakubwa, lakini kuna wale kufuatilia routine ili mambo yafike kwa wakati. Sawa. Kwa hivyo nafikiria at least mkitafuta tena kwa ajili ya secretariat tutakuwa tuko comfort. Tunajua ile tabana sawa inajulikana. Unapoenda kwa ndani ya nusu unajua kwenye paso yote hapo tabana sawa. Unapata mbili, unapata moja, ni jambo la kawaida. Kutoka hapo immigration ili tulitimize jambo. Mimi na bwana tulikuwa tunaongelea kwamba tukiwapa milioni 5 inaweza kusaidia, kila nyinyi mtajiangalia ili tulitimize kwa haraka. Pale ambapo wanahitaji tiketi ya kwenda Tabora wanataka kufanya ABC. Yaani yote ambayo yatafanyika. Maana hapa sasa tunatengeneza mpango kazi. Kisha kazi inaisha ndani ya muda mfupi. Lishe haraka. Kwa hivyo chochote ambacho tunaweza kama ni extra mwe tayari kwa assist. Sawa. Lengo liko ni kuimaliza hii kitu, maana hii kitu ina time limit ndio kwa yake. Sawa. Tuko tuna wiki moja na nusu. Ndio jamani. Tunafanya kama tuna muda mrefu wa kumaliza. Tuna wiki moja tu inaisha. Kweli. Kwa maamuzi lazima yafikiwe kabla ile mechi ya mwisho inapochezwa pale, mtu fulani anajua tayari ana pointi zake kadhaa, mtu fulani tayari ashaelewa pointi. Sawa sawa. Na hata mwenye pointi ndio maana nakwambia sekretari lazima usike, kwa sababu una usije ukamnyang'anya pointi alafu ukampatia mwingine akafaidika, mwingine akaja akashinda. Unaweza kutoa ujio anakuja naye anaibuka. Nimefanya kazi nyinyi ile kwenye pointi lakini ukute jingwa kucheza na nyinyi. Kwa hiyo mnaweza msio wafaidika. Alicheza na nyinyi mechi ya kwanza labda ambao mliwafunga. Kwa mnaweza mkawa sio wafaidika. Wakafaidika wengine, wakafaidika ujoro. Umeelewa? Umeelewa vizuri hapo kiongozi? Kwa kujikuta amefanya kazi ya bure. Na hii mechi ya kwanza alifungwa nani? Ya Ulijolo, alifungwa polisi. Alifungwa polisi. Na ujoro. Na ujoro zinafuata. Hiyo nzuri. Kwa sababu sasa anaweza kupanda labda magoli tu akapanda kwake. Lakini point was kama alifungwa polisi na ujoro alifanya shida. Haina shida. Hizo maana yake hiyo ni shida. Na kama sisi ndio maana naambia hiyo ni kitu cha kitaalamu. Goli moja, goli zinaweza zikapanda. Zikawa tatu maana yake. Zikawa tatu. Na kama itaitishwa ile mechi zote ambazo wamecheza point. Usishangae mpaka Kanembo asishuke daraja akapata pointi 6 au 3 nyingine zikawa 6 yule akabakia na 3. Usishangae hilo likitokea. Kweli. Usishangae hilo likitokea. Kwa maana kiamriwa haitaangalia fulani alikata fulani akakata fulani. Ni adhabu ambayo inakuja kuikumba timu nzima kwa mechi zote zilizoshiriki kwa watu. Sawa. Alafu mwisho wa siku kwa maana ya hatua ya tatu sasa tumeshakamilisha immigration. Maana yake ni kwamba kamati lazima ikae, kamati ya sheria na hadhi za wachezaji, mambo si mazito wale. Sisi tupo wengine kama wataalamu ile kamati, lakini wale pia ni wazito. Tunafikiria at least nao wakiwekewa milioni 10 kwa maana hapo, yani hiyo ni kama soda tu, kwa sababu watu wazito. Mtu kuna mtu anapata dola 20,000 mshahara kwenye ile kamati, mshahara wake huko mbili kama umeka umedondosha tone sijui la maji baharini. Unaona kwa hivyo kwa kuanzia hapo at least mkiwa na bajeti hiyo, mimi nafikiri kwa lengo la kukamilisha kwa wakati na mission kufanya kwa rais inaanza kuona inapata mwanga. Hiyo ndo sehemu ya mjadala. Hiyo ni sehemu ya pili. Kuna sehemu ya mwisho ya msisitizo. Mimi bahati nzuri majina wanatajana wenyewe. Umeelewa, ile timu ambazo zinahusika kwenye mipango zinatajwa zenyewe, timu ambazo zinatengenezewa mpango ili ipotee inatajwa wenyewe, wenyewe wanapeana tahadhari vile vile. Sio tunakaa hapa tunapiga mipango yetu afu kwanza nyie ndio mnabadilika. Tukipanga wewe tukizungumza kwetu Kitumbo anapata taarifa mapema. Kitumbo uko Tabora anapataje taarifa? Ndio maana kapigwa mvua ya maisha. Kumbe alikuwa mbishi alafu ruka mipango ya watu. Bwana Mbwiga, mimi nimesikia kuna mgawanyo milioni 25. Nimesikia milioni 25. Kwa maelezo hapo ilivyo. Milioni 10 ya sekretari. Milioni 5 nakwenda kwa mamlaka ya serikali. Naogopa kuitaja jina.
Inathibitisha uraia. Inathibitisha uraia. Wana mzigo wao. 5 ilitengwa kwa ajili ya wanaothibitisha uraia. Sitaki kuitaja jina. Alafu 10 inaenda kwenye kamati husika.